unaanza kumtazama Mungu kwamba hili sio swala la kwangu, ni swala la Mungu aliyeniita kwenye hii kazi. Na mimi nakuhakikishia asubuhi ya leo, baada ya kutazama ukubwa wa tatizo, mtazame ukubwa wa Mungu. Baada ya kutazama ukubwa wa changamoto, tazama ukubwa wa Mungu kwenye hilo tatizo. Baada ya kutazama kwamba mbona hili deni kubwa, mtazame Mungu ambaye nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Baada ya kutazama kwamba mbona hili tatizo ni kubwa, limenisonga miaka mingi, mtazame Mungu mwenye enzi na enzi, yeye aliyekuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Baada ya kutazama kwamba mbona haliwezekani, mtazame yeye. Biblia inasema kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niwaambieni kitu, kwenye kutafakari nimegundua siri kubwa sana. Nilikuwa nafuatilia, kuna mwana sayansi mmoja anaitwa Profesa Charles wa huko chuo kikuu cha Uingereza. Anasema mwanadamu kwa siku, sio kwa siku, kwa dakika hii. Jamani, tueleke pamoja. Dakika ngapi? Anasema hivi, ndani ya dakika moja ana uwezekano wa kuongea ndani yake. Nisikize vizuri. Ndani ya dakika moja ana uwezekano wa kuongea ndani yake maneno 4,000. Na hapo kina mama, kwa sababu kama tu mama akiongea kutokea hapa tu nje inakuwa ya kutosha, na spidi ndio ile. Fikiria ndani kwa dakika moja mtu unaweza kujisemesha wewe mwenyewe maneno 1,000. Swali langu sio idadi ya maneno. Swali langu ni je, aina ya maneno ni maneno gani unayojisemesha? Umewahi kukutana na mtu unasema pole na kazi? Kwa mfano ni mfanyakazi au mkulima. Unamwambia pole na kazi, afu sasa haya hivyo tunahangaika tu. Umeelewa? Hilo neno limetoka moja hapa mdomoni. Huko ndani karibu maneno 1,000 yamejitokea. Yamesema hiyo sentensi mara nyingi. Sasa unajua tafsiri yake? Kila atakapotaka kujaribu kuongeza jitihada kwenye kile anachokifanya, moyoni anasema tunahangaika tu. Unanielewa? Kwa hiyo haoni fursa au haioni kesho iliyo kubwa, anaanza kujikatia nini? Tamaa. Ni mbaya sana. Sasa huyu